Leo nitakutajia mambo ya kuyazingatia sana katika safari yako ya utafutaji. Kwanza, tambua kusudi lako. Bila kusudi, safari huwa hovyo. Jua unachokitafuta na kwa nini unakitafuta. Pili, jitambue wewe mwenyewe. Elewa nguvu zako, udhaifu wako, maadili yako na kile ambacho kinachokuchochea moyoni. Tatu, weka malengo wazi na yanayoweza kupimika. Malengo yanahitajika kuwa maalum, yanayoweza kufikiwa, yanayopimika na yenye muda. 4, jenga nidhamu ya kila siku. Mafanikio si bahati. Hapana, bali ni matokeo ya kila siku ya vitendo vidogo ambavyo vinavyorudiwa kila siku. 5, jifunze kutokana na makosa. Makosa si mwisho, bali ni somo. Usirudi nyuma, tumia kushindwa kama daraja la kufanikiwa. 6, tembea na watu wenye maono chanya. Mazingira yako yanaathiri maisha yako. Chagua marafiki na washauri wanaokuinua na sio wanaokushusha. 7, thibitisha maendeleo yako mara kwa mara. Pima hatua zako, rekebisha inapohitajika na usiache kushangilia ushindi mdogo. 8, jali afya yako ya kimwili na kiakili. Mwili na akili iliyochoka haiwezi kufika mbali. Pumzika, kula vizuri na fanya mazoezi. 9, kuwa na subira na uthabiti. Mafanikio makubwa hayaji mara moja. Endelea hata wakati inapoonekana ni ngumu. 10, soma na ujifunze daima. Maarifa ni silaha. Kitabu kimoja kizuri kinaweza kubadilisha maisha yako. 11, tumia muda wako kwa busara. Muda ndio rasilimali ya thamani zaidi. Usiupoteze kwenye mambo yasiyo na maana. 12, jitengenezee network. Mafanikio mara nyingi yanakuja kupitia watu unaowajua na wanaokujua. 13, kuwa na shukrani. Shukrani inabadilisha mtazamo wako na inakuletea furaha hata katika safari ngumu. 14, epuka kujilinganisha na wengine. Kila mtu ana safari yake. Zingatia safari yako pekee. 15, chukua hatari zinazofaa. Hakuna mafanikio bila hatari, lakini ziwe za maana. 16, jenga tabia za kufanikiwa. Tabia ndogo huunda maisha makubwa. 17, kuwa na maono makubwa. Maono yanakupa nguvu ya kuendelea mbele hata wakati kila kitu kinapoonekana ni giza. 18, samehe na achilia wengine. Kushikilia hasira kuna kuzuia wewe mwenyewe. 19, toa thamani kwa wengine. Kadri unavyotoa ndivyo unavyopokea zaidi. Na mwisho, kumbuka maisha si marudio, bali ni safari. Furahia mchakato, si tu marudio. Kila hatua ina maana yake.